Kwenye ile sehemu ya kwanza nilikuwa nimepuliza ikawaka. Sasa tuingie kwenye sehemu ya pili. Kwenye huo mstari wa 35, kitabu cha Marko mlango wa 4 mstari wa 35. Hapo ndipo tuko tu. Napuliza ili iwake. Basi, siku ile kulikuwa jioni. Akawaambia na tufuke mpaka ng'ambo. Yesu anajua ni usiku wa manane, ni wakati wa jioni, wakati ambapo falme za giza zinafanya kazi, lakini anawaambia wanafunzi wake, pamoja na kuwa ni wakati wa jioni, pamoja na kuwa ni wakati wa usiku, pamoja na kuwa tukianza kupiga hatua tuwezi tukaona, pamoja na kuwa falme za giza ndipo zimeanza kufanya kazi, lakini kuna mtu anaishi ng'ambo ya pili ambaye amefungwa miaka mingi. Ni mtu ambaye ameteswa na mapepo kwenye ule mji wa Gerasa, maana huko ndiko Yesu na wanafunzi wake walikuwa wanafuka kwenda. Maandiko anasema ya kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anaishi kule, alikuwa anaishi makaburini akijikatakata. Alikuwa anaishi kwenye ng'ambo ya pili akiwa amepagawa na mashetani. Sasa maandiko anasema ya kwamba kule alikokuwa anaishi alikuwa anaishi makaburini, lakini kabla hajaenda makaburini kuna kitu kilikuwa kimetokea. Watu wa familia walikuwa wamejaribu kumfunga na minyororo, akamfunga na kamba, akawa na katakata. Ina maana kwamba hakuwa anatumia nguvu zake ili kukatakata zile kamba na ile minyororo. Alikuwa na nguvu zingine za tofauti. Alikuwa na nguvu za giza. Yesu akiwa ng'ambo ya pili akaona katika roho, akaona kuna mtu ambaye anaishi ng'ambo ya pili kule, ambaye yule mtu kama akifunguliwa anaweza akaenda akafanya kazi ya Mungu. Kama yule mtu akifunguliwa anaweza akawa faida katika ufalme wa Mungu. Yesu akasema pamoja na kuwa ni usiku, huyu mtu ameteseka sana. Pamoja na kuwa ni wakati ambapo hatufai kuwa tunafanya kazi, falme za giza ndio zinafanya kazi, lakini tunafaa tufuke ng'ambo ya pili ili huyo mtu akapate kwenda kufunguliwa, afuke mwaka wa 2026 akiwa na amani, akiwa na baraka. Leo hii Mungu amenipa hii neno ili yule mtu ambaye alikuwa amefungwa kwenye mwaka wa 2025 ya kwamba usije ukafuka 2026, usije ukafuka mwaka wa 2026 ili nikapate kufungua. Yesu aliangalia akiwa ng'ambo ya pili, akaona kwamba kuna mtu ambaye amefungwa kwenye ng'ambo ile ingine. Kuna mtu ambaye amewekewa kizuizi hapa katikati ya kwamba usije ukafuka mwaka wa 2026. Umewekewa kizuizi hapa katikati ili kwamba usije ili ukapate kufa kabla hujapata kuingia kwenye mwaka wa 2026. Ndio maana Mungu amenituma siku ya leo ili nikapate kukupea japo neno moja. Maana maandiko yanasema ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Kwa hivyo ina maana kwamba ukipokea neno hili utapata kuishi tena, maana Yesu Kristo ndani yake kuna uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naomba nisikize kwa makini sana. Maandiko yanasema ya kwamba siku ile kulikuwa jioni. Akawaambia na tufuke mpaka ng'ambo ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu ambaye unanisikiza hapo, uko na ng'ambo yako ya pili. Na katika kufuka ng'ambo ya pili, shetani anakuanga na tabia ya kuweka kizuizi hapa katikati ili usije ukafuka ng'ambo ya pili. Shetani anakuanga na tabia ya kwamba akuzuie ili usifuke, maana anajua ukifuka ng'ambo ya pili utaanza kuenjoy maisha yako. Ukifuka ng'ambo ya pili kuna kitu ambacho utakipata ambacho ni ushuhuda kwa Mungu, ambacho kile kitu ukipata utafurahia na utakuwa unatoa ushuhuda na utakaa kwa Yesu. Sasa shetani anakuanga na tabia ya kuweka kizuizi hapa katikati. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko anasema ya kwamba ulipokuwa wakati wa usiku, Yesu anawaambia mitume wake tufuke na twende ng'ambo ya pili. Sasa Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu ambaye hauna afya huu mwaka wa 2025, kama ikitokea kwamba Mungu akakupea afya yako, maana maandiko anasema ya kwamba nitakurudishia afya yako, nitakupa afya yako tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana kuna mtu aliyeiba ile afya. Ukiona Yesu anasema nitakurudishia afya yako, ina maana kuna mtu aliiba afya. Kwa hivyo shetani ana tabia kuiba afya ya mtu. Kwa hivyo kama ulikuwa una afya ukapata afya, hiyo ndio ng'ambo yako ya pili. Kama ulikuwa umeandikiwa kwenye kalenda za kichawi kwamba hautafuka mwaka wa 2026 ukiwa salama, ukiwa hujapata ajali, ukiwa hujafariki, ukiwa ndoa yako haijafunjika, ukiwa mabaya haja kupata, ujue kwamba yale mabaya ukiyafuka na ukaingia kwenye mwaka wa 2026 ukiwa hakuna mabaya yamekupata, ujue hiyo ndio ng'ambo yako ya pili.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kama labda ulikuwa hauna mpango mzuri wa maisha, haujapangia, yani hauna vision ya mwaka wa 2026, lakini Mungu akakupea vision akakwambia kwamba 2026 utakuwa na nyumba, utakuwa na gari, utakuwa mhubiri, utakuwa umeingia kwenye uongozi, utakuwa kwenye hiki chochote kile, ujue kwamba hiyo ndio ng'ambo yako ya pili. Sasa hauwezi ukafika kwenye ng'ambo yako ya pili kama macho yako yamefungwa, na namba 2, kama hakuna mwangaza kwenye maisha yako. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwanga katika njia zetu. Kwa hivyo neno la Mungu ndio linafaa kukuongoza ili kufuka kwenye ng'ambo ya pili. Kwa hivyo kuna vitu viwili ambavyo unavihitaji ili ufuke ng'ambo ya pili. Jambo la kwanza, macho yako ya kiroho Mungu akapate kuyafungua ili ukapate kuona. Nimefundisha nikasema ya kwamba ikitokea kwamba samaki ameachwa na maji, kamwe hawezi akayafuata tena. Nafundisha huu ujumbe ili usije ukaachwa ukiwa kwenye mwaka wa 2026. Tufuke kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unahitaji kuwa na macho ya kiroho. Shetani akitaka usifuke ukaenda kwenye ng'ambo ya pili, kile ambacho anakifanyanga, kitu ya kwanza huwa anazibanga macho yako ya kiroho. Unakuwa hauwezi ukaona tena. That is number 1. Ndio maana utaona kwamba wakati ule walipomkamata Samsoni, pamoja na kuwa misuli yake ndio ilikuwa inawatesa, pamoja na kuwa nguvu yake ilikuwa anatumia misuli yake katika kuwacharaza watu, hawakudili na misuli yake, lakini walimtoboa macho kwanza. Maana ukitobolewa macho hauwezi ukawa na vision, hauwezi ukawa na maono ya kesho. Utakaa ni mtu ambaye ukipata pesa kwa sababu una maono, utakaa pale pale tu. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba pasipo na maono taifa huangamia. Kama pasipo na maono taifa huangamia, ina maana kwamba pasipo na maono hata wewe mwenyewe utaangamia tu. Njia nyingine ambayo shetani anatumia ili kuangamiza mtu ni kumkosesha maono, na anakukoseshanga maono kwa njia ya kukuziba macho yako, kuweka giza katika macho yako ya kiroho ili usipate kuona kule unakokwenda. Usije ukapanga kesho yako ukasema kwamba huu mwaka nitafanya hiki, huu mwaka na ukaona kile ambacho unakipanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana wanasema ya kwamba kwenye maisha unapaswa kuona unachokiamini kabla haujaamini unachokiona. Sijui kama umenielewa. Yaani imani ama macho ya kiroho yanafaa kuona kwanza kabla haujaona katika uhalisia. Unafaa kuangalia kwa macho ya ndani kwanza, uone kwamba mwaka kesho, mwaka wa 2026 nitakuja kuwa na gari, nitakuja kuwa na hiki. Ndio maana sasa ukikiona katika roho ukiendee katika mwili sasa. Lakini watu wengi huwa wanaamini vitu wakati ule vimekuja kwenye level ya uhalisia. Hapo ndipo uweze ukafanikiwa kama Mkristo. Maana kila Mkristo ndio afanikiwe kwenye maisha, lazima aone vitu vikiwa katika level ya imani. Ndio maana nasema ya kwamba unafaa kuona unachokiamini na si kuamini unachokiona, kama wewe ni Mkristo na unataka kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu akufungue macho yako ya kiroho ili ukapate kuona kile ambacho amekupangia umiliki. Maana nimesema ya kwamba hauwezi ukamiliki kitu ambacho huwezi ukakiona, na lazima uanze kuona katika level ya imani ndio upate kumiliki. Yesu anawaambia pamoja na kuwa kuna giza totoro. Sasa kuna shida ambayo ilikuwa imewakumba Yesu na mitume wake, ya kwamba kulikuwa na giza. Kitu ya kwanza, ina maana kwamba hawakuwa na uwezo wa kuona. Lakini Yesu anawaambia pamoja na kuwa kuna giza totoro, pamoja na kuwa ni wakati wa usiku, lakini ng'ambo ya pili lazima tuende. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nani anataka kwenda ng'ambo ya pili pale? Na imani ya kwamba hakuna mtu ambaye angependa kubakia nyuma. Hakuna mtu angependa kubakia akizunguka mahali pamoja kama wana wa Israeli. Kila mtu angependa aamke, na kweli waamke. Kuna watu ambao wameamka kimwili lakini roho zao zimelala. Nafsi zao zimelala, akili zao zimelala. Hauwezi ukapiga hatua kama utaiacha akili yako. Kuna mtu ambaye anakujanga Nairobi lakini ameacha akili yake ushago. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa uwezi ukao umefuka ngambo yako ya pili ukaja Nairobi, ukaja kutafuta pesa. Ndio maana unaona mtu anakuja Nairobi miaka nenda miaka rudi, ni mateso na kuzunguka mahali pamoja. Maana kuna kitu alikiacha, akufuka akiwa wote. Kama ndio Kiswahili sanifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ujiandae kufuka ukiwa mzima, uende kwenye mwaka wa 2026. Usiache akili yako, usiache nia yako, usiache hisia zako, usiache mwili wako,
usiache nafsi yako, vuka mzima mzima, na kuhakikishia katika jina la Yesu Kristo utavuka ng'ambo ya pili na mafanikio yako yatakuwa bayana. Barikiwa sana, tuungane kwenye sehemu ya 3 ili nikufundishe na zaidi, na imani ya kwamba